nguzo kubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Na mpenzi mtazamaji, ni Jumamosi nyingine shwari, tunakutana hapa katika kipindi chako cha Boresha Kilimo, ikiwa leo hii tuko eneo la Rongai, shamba linalojulikana kama The Ololo Shamba. Kilomita chache kutoka jijini Nairobi, kikosi cha Boresha Kilimo kimewasili katika kaunti ya Kajiado ndani ya shamba la Ololo lililopo katika eneo la Ololo Safari Lodge. Azma yetu ni kukujuza mtazamaji kuhusu kilimo halisi kinachoendelezwa katika ardhi hii, ambayo si tu kivutio cha wanyama wa porini kutokana na ukaribu wake na Nairobi National Park, bali pia ni kinara wa kilimo bora cha mazao ya asili. Hadithi hii ni ya ubunifu, uthabiti na mapinduzi ya kilimo endelevu katikati ya mazingira. Tuko katika eneo la Rongai ambapo nakaribishwa na Kennedy Waweru, ambao ni mkulima katika eneo hili, na atatueleza mawili matatu kuhusiana na kilimo asili. Hujambo sana kaka? Karibu. Asante sana. Kennedy Waweru ni mtaalamu wa kilimo maarufu kama agronomist, na ni miongoni mwa wafanyikazi wanaosimamia shamba hili la Ololo. Shamba hili lina ukubwa wa takriban ekari 4.5. Ndani ya eneo hili kuna greenhouse za kisasa na vitalu vya mazao vinavyoendeshwa kwa misingi ya kilimo halisi. Na mtazamaji, karibu katika kilimo asilia, ambapo kwa kimombo tunaita organic corner. Na leo mtazamaji, tunajifunza mengi kuhusiana na mti wa mnazi. Je, umewahi jiuliza mti wa mnazi una faida gani? Bila shaka mti wa mnazi una faida kocho, na leo tutajifunza kuhusiana na mti huo. Na hapa tunaarifiwa kwamba ndifu na mabaki ya vifuvu vya mnazi ni suluhisho katika shamba, na ndio maana niko hapa mtazamaji, na tunaarifiwa kwamba haya ni mabaki ya vifuvu na ndifu ambayo yataenda kuonyeshwa jinsi tutakavyotumia katika kupanda mbegu zetu. Dhamira kuu ilikuwa ni kuzalisha chakula salama kwa wageni na wafanyikazi wa lodge bila kutegemea kemikali. Figili ni muhimu sana, hasa wakati wa Ramadhan kwa waliofunga, kwani hutumika katika maandalizi ya microsalads kwa wageni, haswa wageni wa kimataifa. Kwenye shamba hili kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au unyunyiziaji maarufu kama drip irrigation na splash irrigation. Zaidi ya hayo, viambato vya asili kutoka jikoni kutengenezwa dawa za kuzuia wadudu. Vibandiko vya rangi ya njano vinavyoning'inia ndani ya nyumba ya kitalu vina jukumu maalum kutumia na kunasa wadudu waharibifu, hivyo kupunguza madhara kwa mimea bila kutumia sumu. Na mtazamaji, kama mkulima, bila shaka lazima una mbinu tofauti za teknolojia ambazo zitakusaidia wewe kama mkulima kuimarisha shamba lako na bila shaka kupata mavuno bora. Sasa bado ni tray ingine, germination trays. Kama unataka kuotesha mbegu mingi, unaweza tumia hii. Hii inachukua mbegu 150. Kwa hivyo unaweka mbegu moja, unaweka moja kwa kila chupa. Yeah, unaweka kokopiti yako hapa ndani. Ukishaweka, unatengeneza kashimo kadogo, unaweka mbegu moja hapa ndani. Hapo sasa unaiweka huko ukinyunyizia maji. Lakini kama ni mimea ambayo inahitaji sehemu kubwa ama mchanga kubwa kiasi kushida hii, unaweza tumia ile ambayo iko na mashimo kubwa. Bado hapa mweka moja? Hapo unaweza kaweka hata 2 ama 3. Lakini hapa labda unaweka moja. Na uzuri ya kutumia germination bed compared na ile tulisema raised bed kwa mchanga, hii ni hivi kwamba wakati unaenda kupanda, ile seedlings inatoka na mchanga yake hapa hivi. Kwa hivyo haitakuwa na ule wakati wa kwenda kuzubaa, inaenda tu kama ikiendelea kumea. Lakini yenye umeng'oa chini itaenda izubae kidogo ndio ikuje tena kushika. Kwa hivyo ndio umuhimu wake. Kwa hivyo hii ukitumia huwa haufiniki kama hii nyingine? Hapana, hii haufiniki. Unaweka tu coco pits, then unaweka mbegu, maji. Ukimwagia maji. Na hii nayo ni ya siku ngapi? Kutalingana tu na ile aina ya mbegu umeweka. Katika shamba hili kuna zaidi ya vitalu 36.
Kila kitanda cha mbegu kina upana wa mita 1. Baadaye hatua kabambe za maandalizi ya seedbed huchukua mkondo kama kutayarisha udongo, kuongeza mbolea asili na kupanda mbegu kwa mistari sahihi. My name is Kennedy Waweru, an expert in organic farming, agroforestry and kitchen gardening. Here at Ololo, I'm working as an agronomist in charge of the greenhouse. We're doing organic farming. The reason why we chose organic farming over the conventional farming is because organic farming promotes sustainability in terms of environmental sustainability. We don't use harmful chemicals that harm both the environment and the human health. Apart from that, we have a good supply of organic matter, both from the livestock, from the mushroom department. So we have abundance of the organic material to use. Apart from that, the health hazard also is a priority to us. Whatever we produce is consumed by our guests in the restaurant and also the staff. So we take care of their health. So we want to do the right thing, both for human and for the environment. The reason why we are doing different crops, intercropping, we don't plant streams or beds of similar family, plants of the same family. What we do, if you do a spinach here, we do lettuce. This is just to ensure that there is no spread of diseases, because similar crops, they do share some pests and diseases, but when you do intercropping, you break down the cycle of the pest, so you end up lowering down the levels of the infections. For the pest, what we do, tunafanya integrated pest and disease management system. Hii inamaanisha kitu ya kwanza tunafanya cultural methods. These ones involves crop rotation. Tunafanya crop rotation. Tunafanya mixed farming. Apart from that, we're using ecological friendly means of controlling pests. Na tunatumia pia repellent plants. Ukiangalia hapa kwa barabara, utaona tumepanda aina ya vitunguu. Hii ni aina ya vitunguu inaitwa chives. Tuko na herbs kama holy basil. Hizi harufu ambazo zinatolewa na hii mimea huwa zinawafukuza wadudu kutoka kwa shamba. Kwa sababu katika organic farming ama kilimo hai huwa tunazingatia kuwafukuza wadudu, si kuwaua. Like in the conventional farming, they target the pest to kill them. But in organic farming, because we want to maintain biodiversity, we don't kill the pests, we repel them away. Tukikuja crop rotation, mara hii tukipanda tomatoes hapa, mara nyingine tutapanda kitu kingine kama vile beetroot, ili kuhakikisha ile life cycle ya pests zinakula potato ama tomato, that family of Solanaceae, zinakuwa broken down na wadudu wanaweza kukufa. Kwa hivyo hiyo ndio njia moja crop rotation. Apart from that, pia ukiangalia ile dawa yenye huwa tunajitengenezea sisi wenyewe, hatutumii kemikali yoyote. Chenye tunafanya, tunatumia vitu kama ginger, garlic, pilipili, ile sabuni ya maji. Zile zote ukikatakata kwa utaratibu fulani, uziweke kwa maji, zikae siku moja, alafu siku ya pili unazitoa, unazichunga. Yale maji unatia kwa kibuyu ile ya kupiga dawa, alafu unachanganya na maji, unaongezea sabuni ndani yake, kwa sababu ile harufu ambayo inatolewa na vile viungo huwa inawafukuza wadudu. Kitu ya pili, sabuni huwa inafanya wale wadudu like the aphids ngozi yao ikuwe nyepesi, ili ambapo wataguzwa na ile pilipili. Pilipili iko na kitu inaitwa capsaicin, ile ya kuwasha. Ikiguza ile ngozi yenye imefanywa nyororo na ile sabuni, wanaweza kuwashwa na wanaanguka, wanatoka, wanaachilia mmea. Kitu ya pili, sabuni pia huwa ina act kama sticker. Sticker hivi kwamba ukipuliza ile dawa yako umetengeneza, hata kukinyesha, ile dawa haitaoshwa na yale maji. Kwa hivyo ndio dawa ambayo tunatumia, tunajitengenezea. Kuna aina tofauti unaweza tengeneza na viungo tofauti tofauti kulingana na wale wadudu ambao unawaona. Ile dawa ukitengeneza utanyunyizia kwa maji. Tuseme kwa mfano unachukua a quarter kg ya ginger, quarter kg ya garlic, quarter kg ya pilipili.
Alafu lazima pia ukuwe na aina ya pombe. Unaweza tumia pombe tu yoyote ile, wine. Alafu ukuwe na maji. Unakatakata ile kitunguu yako, unakatakata ile jinja yako na pilipili, unaongezea pombe. Pombe tunahitaji a quarter liter. Zile viungo ukizikatakata vile, unaongezea ile pombe quarter liter ndani yake. Unaifunika kwa airtight container, inakaa siku moja. Baada ya siku moja, unakuja unaongeza maji 750 ml. Unaifunika tena kwa siku nyingine moja. Baada ya siku nyingine moja, unakuja unaichunga. Ukichunga ile utapata dawa kiwango cha lita moja. Ile lita moja unaweka pia kwa kibuyu yenye ni airtight. Ile sasa unaweza itumia kwa muda kama wa mwaka moja vile, iwezi ikaharibika. Unatoa mililita 20, unachanganya kwa kibuyu ya lita 20 ya maji. Unanyunyizia mimea yako kwa matawi na inasaidia kuwafukuza wale wadudu na kuwaweka mbali na mimea. Na ile ni njia salama ambayo haiharibu mazingira na inazingatia pia afya ya wale ambao watakula hiyo mimea. Kitu ya kwanza kabisa mimi mwenyewe hufanya na pia mkulima yeyote anahitajika kufanya kila asubuhi akiamka ni kutembea kwa shamba yake. Kwa sababu siku moja ni mrefu sana kwa ukulima. Ukikuja asubuhi unaingia kwa shamba yako, unaenda ukiangalia kila mmea vile uko, unaangalia kama umeshikwa na wadudu, umepigwa na ile baridi ya asubuhi, unaangalia vile unaendelea kukua. Kwa sababu kule kuangalia ndio utaweza kujua hapa wadudu wameingia mahali fulani. Huu ni ugonjwa fulani. Kwa hivyo utaweza kuutambua kwa mapema na kuweza kudhibiti mapema. Hiyo sasa ndio inakuanga kitu ya kwanza na muhimu kabisa kufanya asubuhi. Ili unaweza kutambua yale magonjwa ambayo yanakuja. Na pia utaweza kuona dudu vile zinashambulia mimea yako. Lakini watu tunasema kwa organic farming, si kila dudu ukiona wadudu wameingia unakimbilia kupiga dawa. Kuna ile kitu inaitwa economic injury level kwa kizungu. Economic injury level, hii ni ile hali ambayo ukiangalia wadudu wakishambulia mimea yako, ikipita hiyo mahali unaanza kuingia katika hasara sasa. You start getting losses. Lakini kuna kiwango wadudu wakitoboa tu mashimo kidogo kwa matawi, hiyo unaweza tu achana nayo kwa sababu haileti ile hali ya hatari. Lakini ukiona wameshambulia zaidi, unajua hali ya hatari imeingia na inahitaji kuzuia. Wasemao husema ganda la mua la jana chungu kaona kivuno. Kwa mara ya kwanza tunajifunza kuhusu umuhimu wa coco peat, ambayo ni mabaki ya nazi yaliyosagwa na kutumika kama mbolea asili. Hatua ya kwanza ni kujaza coco peat kwenye kitalu hiki, kisha kusawazisha na kupanda mbegu. Mbinu ya uzalishaji wa mazao unaotumika shambani Ololo ni teknolojia ya kisasa ya kukuza miche bila udongo au kuhitaji kipande cha ardhi ili kukuza miche yako. Aina hii ni njia ya kupata aina mpya ya mmea yenye nguvu sawia na kuepuka magonjwa. Ukishaweka mbegu zako, unakuja unaekelea hii tray yenye haina mashimo juu yake. Ukiekelea, unakuja tena unaekelea mawe. Hii mawe lazima ikuwe surface yake ikuwe iko level, iko smooth vizuri. Alafu unakuja unaiekelea. Sababu ya kuekelea mawe ni kuhakikisha kila mbegu inaguza ile growth medium yetu ile ambayo ni coco peat, na pia hii mawe inaongeza ile pressure hapa ndani. Na pressure ikiongezeka, joto pia inaongezeka. Kwa hivyo ile joto ya wastani, the optimum temperature for germination, itaweza kufikiwa kwa haraka. Na ile mimea yako itaweza kumea kwa haraka na itamea kwa usawa. Utapata kuna mbegu zingine hazijamea na zingine bado zimemea. Sasa tutaweka ile jiwe hapa ya kwa gani? Sasa ukiweka ile jiwe tena, kwa sababu hii meza yangu imeinama kidogo, huwa natumia hii mbao yenye iko hapa kuhakikisha pia hii tray iko level kidogo. Kwa hivyo ndio maji yasiweze kuenda pande moja ikabaki bila maji. Kwa hivyo unahakikisha iko level. Alafu baada ya hapo kilebo unaandika ile tarehe ambayo umeipanda. Hiyo ni tarehe ngapi? Hiyo ni tarehe 13 unaandika. Nilipanda jana. Hii nilipanda jana, napanda 13th. Bado hii ni hii tu. Huwa naifanya mara 2 kwa wiki. Napanda Monday na
panda Thursday. Hiyo Monday sasa hii ndio nitapeleka kwa hoteli on Monday, itakuwa ishafika. Haya, hii ambayo nilipanda jana ile nitapeleka Thursday. Unaona? So zinachukua kama wiki moja tu. Hii ya Thursday itakuliwa Thursday. Hii ya nilitoa jana, hii nilifungua jana, itakuliwa Monday. Ikifika Monday ishafika. So ikifika Monday itakuwa imefika kiwango kama cha hapo? Yeah, si hapo, mahali hapa hivi. Kitu nitafanya kwa sababu hiyo nyingine nilikuwa nishaipeleka, nitawatumia picha ya yenye iko ready. Niko nayo kwa simu, nitawatumia. Sasa umuhimu wa kulebo ni hivi kwamba uweze kukumbuka ni tarehe ngapi nilipanda na ninahitaji kuifungua siku tarehe fulani. Baada ya siku 3 unaifunua. Kama hitu kuna madhara kwanza ya kuchelewa kuifunua. Naam, ukichelewa kuifunua sasa zile mbegu sababu zishamea, ile pressure inaendelea kuzifinyilia, zile mbegu zitaanza kukufa. Kwa hivyo ikishamea, lakini mbegu ziko na nguvu kiasi kwamba zikishamea pia wewe mwenyewe utaona zimemea. Ile mawe zinainua juu. Unapata mbegu zingine zinataka kutokea huku kando kando. Lakini ili kuzuia uharibifu unahakikisha unaitoa siku ya 3. Kama leo ni tarehe 13, unaipea 14, 15, then 16 hapo jioni unakuja unaitolea ile mawe. Unanyunyizia maji. Sasa hizo unarudisha tena hii tray. Hapo hii tray ya juu utarudisha, unaiacha open sasa kama vile hii imeachwa hivi. After 3 days. After umeitoa, ukiitoa nje inakuwa mbegu zote ziko yellow, hazina ile green color. Ndiposa tulisema iko kupitia tu iko na potassium. Potassium inasaidianga kutengeneza chlorophyll. Ile green color ambayo inasaidia mimea kutengeneza chakula yake. Kwa hivyo ukiangalia hii imeanza kupata ile chlorophyll. Na ikifika siku ya Monday ambayo ni tuseme siku 2 hivi ama 3 zijazo, itakuwa ishafika ile kiwango ya kutumika ambayo ni about 5 cm. Yeah. Na bibi wakati wa kuitoa sasa hapa kwa tray huwa mnaitoaje? Ikipelekwa pale jikoni huwa wanatumia makasi kama haya. Ikishafika ile level fulani wanaikata tu na makasi. Chini kwa mizizi. Si kwa mizizi, mizizi haitumiki. Wanaikatia kwa stem. Inatumika stem na matawi. Wanaikata vizuri. Wakishamaliza kukata wanaserve wale wageni kama salad. Baada ya hapo wakishamalizana nayo, ule mwenye anaenda kuchukua orders kila siku za zile vitu zinahitajika kwa hoteli, akipata imemalizika anakuja nayo juu. Kilichobaki kinamwagwa hapa nje kwa compost yetu, ili bado vile nutrients bado hazijaisha kabisa, zitaweza kutumika na kwa shamba. Sasa tray inakuja inatumika tena kukuza salad zingine. Baada ya wiki moja mbegu huota. Mamia ya miche huchipuza tayari kwa kuhamishwa shambani. Mfano huu ni figili ambayo baadaye hutumika kama microsalad katika kifungua kinywa kwa wageni wa lodge. Sana upepo. Si upepo, inaweza ingia maji kwa sababu shambani maji iko karibu kila mahali. Ikiingia maji utapata ile mbegu imemea ikiwa pale ndani na ile itakuwa hasara. Pia kunaweza ingia wadudu waharibifu waweze kutoboa zile mbegu na iweze kupunguza ile viability, ile hali ya mbegu kumea, upate zinamea kwa kiwango ya chini sana. Baada ya kuweka mbegu zako hivyo, unakuja unatumia hii inaitwa knapsack sprayer. Hii ni ya mkono tu. Hii ni ya kusaidia tu kunyunyizia maji. Hao ni maji hapo. Haya ni maji tu yako hapa ndani, hakuna kitu ambacho kiko hapa ndani. Kwa sababu ukimwagilia hii maji kutumia hiki kibuyu, hizi mbegu zitabebwa na maji. Kwa hivyo unahitaji kunyunyizia maji kwa kiwango ya chini yenye kama kuspray yenye haina ile pressure ya kuzibeba zile mbegu. Greenhouse ya wazi Ololo wamewekeza katika teknolojia mpya ya greenhouse ya wavu wa kivuli, yani ShedeNet. Waweru anaeleza kuwa waliamua kutumia muundo huu kwa sababu ile public haijakuwa sensitized vizuri kuhusu organic farming. Ile masomo bado haijawafikia watu wengi kwa ile kiwango. Kwa hivyo unapata watu wengi hawajaikubali organic farming
kitu ya pili ni marketing. Unapata unafanya organic farming lakini bado unauza kwa ile conventional market. Kwa hivyo unapata una produce kiwango kidogo na bado unauza kwa ile bei ya wastani, ile ya kawaida. Lakini kama kungekuwa na masomo ambayo inawafikia wakulima nyumbani, wanaweza kujua jinsi ya kufanya organic farming, jinsi ya control wadudu organically, na pia waweze kujua ile madhara ambayo inaletwa na zile dawa ambazo wanazitumia pale nyumbani. Ile ingesaidia wakulima wengi waweze kukubali organic farming, na pia kukuwe na soko mingi zitengenezwe za organic farming, mahali ambapo farmers wanapata ile premium price, hivi kwamba kuuza vitu zako organic unaenda unauza kwa bei ambayo ni ya juu, ambayo itafaidi mkulima. Bila shaka mtazamaji, tumefika tamati mwa kipindi chetu cha Boresha Kilimo toleo la leo. Natumai umejifunza mengi kuhusiana na kilimo cha syntropic, ambapo ni mchanganyiko wa mimea ya mboga na matunda. Bila shaka tukutane tena wakati mwingine. Nimekuwa nahodha wako Wakida Kasim, na wasema husema mwisho wa jambo ndio mwanzo wa jambo. Kwa heri. Kilimo ni nguzo kubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo.